Bwana mtazamaji na mfuatiliaji wa Nakivona Media, karibu sana, karibu na ukaribie, karibu kaa chini na utulie, karibu nikupitisha kwenye vitu vya kimichezo. Na taarifa kubwa ambayo imeendelea kushika kasi ni kuhusiana na kile ambacho mnyama Simba waite mabingwa wa kombe la muungano 2026 kukomesha unyonge na mateso kutoka kwa watani zao wa jadi club ya Yanga kwa kuifunga goli moja kwa 0 na kuibuka kuwa mabingwa wa kombe la muungano 2026. Yamezungumzwa mengi, tumeshuhudia vitu kadha wa kadha vikitokea kwa wadau wa michezo, lakini kubwa namna ambavyo mashindano husika yalivyokuwa bora na kushuhudia vilabu vinne kuingia kwenye hatua ya mwisho na kwenda kwenye hatua ya wawili bora na kupata bingwa ambaye ni club ya Simba ambaye alicheza dhidi ya club ya Yanga. Ukiacha mchezo husika, tumemsikia pia mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa club ya Simba akitamba na kujigamba na sehemu ya tambo zake. Ameweka wazi kwamba kama ingekuwa kuna mwamuzi wa Tanzania basi lile pigo la penalty hakika lisinge kuwepo, na amejinasibu kuwa anawajua waamuzi wa Tanzania wanapenda sana mambo ya kubalance, hivyo tusingetegemea kushuhudia dakika zile za usiku na mwamuzi Mtanzania kutoa adhabu ya pigo la penalty. Lakini kwa mwamuzi kutoka nchini Kenya ameweza kufanya hivyo kwa sababu yeye haongozwi na hisia za kubalance, bali anaongozwa na hisia za kusimamia sheria 17 zinazosimamia mchezo wa mpira wa miguu duniani. Ukiacha hivyo, pia tumeshuhudia viongozi waandamizi wa klabu ya Simba, mzee wetu Magori amepata kuzungumza mambo kadha wa kadha na kudhihirisha kwamba wao hawana furaha yao itatamatika pale ambako watakwenda kupata alama 3 kwenye mchezo wa marejeano wa ligi kuu Tanzania bara baina ya Simba akimkaribisha Yanga katika uwanja wake wa nyumbani wa Major General Issa Muyo kule Mbweni, Dar es Salaam. Lakini ukiacha hivyo, mashabiki na waandamizi wa klabu Yanga nao wameonyesha namna ambavyo wamesulubika na kuumizwa kupoteza mchezo muhimu kama huo wa finali ya kombe la muungano mbele ya mtani wao wa jadi klabu ya Simba. Ni kuibia siri tu mtazamaji na mfuatiliaji wa Nakivona Media, ubingwa ambao Simba ameupata unamfanya Simba afikie rekodi ambayo ilikuwa inashikiliwa na klabu ya Yanga kwa klabu ambayo imebeba ubingwa mara nyingi zaidi wa kombe la muungano, na Yanga wao walikuwa wamechukua mara 7 na klabu ya Simba kabla ya mchezo walikuwa wamechukua mara 6. Hivyo ushindi wao umepelekea kuchukua ubingwa wa 7 sawa sawa na klabu ya Yanga. Turudi upande wa pili, mdau na aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga lakini pia aliyepata kuwa msemaji wa klabu ya Simba si mwingine muite Haji Sande Manara. Kupitia ukurasa wake wa Instagram amechapisha andiko ambalo limezua taharuki na limezua maneno mengi kwenye mitandao ya kijamii. Haji Manara ameanza kwa namna hii, namnukuu, ameandika: ndio football, but na sisi tupunguze midomo, tunachonga mno kupitiliza wakati kocha wetu ni muomba Mungu tu. Tulionyesha kujiamini kupitiliza nje ya uwanja na kufanya mbwembwe nyingi za kipuuzi, show za kindezi kibao kabla ya mechi, tukasahau uzito wa kukutana na makolo. Mnawaaminisha hadi mashabiki wetu kwamba ni easy tu kwetu, mechi hizi hazihitaji mazoea, dabi haihitaji dharau, na tusipokuwa makini watatukanda tena Jumapili, na walai wakishinda nitakuja na viboko hapo kaunda kuwatandika. Hilo ni chapisho la Haji Sande Manara, na mimi nimemaliza kumnukuu hapo akizungumza kile ambacho amekiona jana kwenye mchezo huo, kwamba mambo mengi Yanga hawakuwa makini kuliko klabu ya Simba, walichukulia vitu hizi. Na hapa wapo wadadisi wanaona ni kama vile Haji Manara anaendeleza vita yake na kijana Ali Kamwe na pamoja na jopo lake zima la kina Privadinho, namna ambavyo wamekuwa wakiendea mechi ya Simba haikuwa kibinafsi, ameona haikuwa sawa sana. Lakini kwenye upande wa jumbe sasa, kwenye upande wa comment kwenye andiko lake hili Agi Simba ambaye huyu ni shabiki wa klabu ya Simba, yeye mwenyewe aliandika kwamba nyie anashangaa hichi ambacho kinaendelea kwa Haji Sande Manara. Lakini shabiki mwingine ambaye ameandika kwa ukubwa ni kwamba huyu ni official God Yanga, ni shabiki wa klabu ya Yanga mkereketwa kabisa, ambaye yeye amesema kwamba kwenye karia yako ya football wewe ndio unaongoza kwa ngenga kabla ya mechi na dharau kwa wapinzani. Umewahi kutuita takataka mbwa wewe, umesahau tunakufunga pale
tunachukua dustbin tunaweka uchafu. Umesahau leo? Nani amewahi kufanya ujinga kukuzidi wewe? Huyo ni God Yanga akijaribu kuonesha namna ambavyo hajafurahishwa na kile alichokiandika aliyewahi kuwa msemaji wa klabu yao ya Yanga Haji Sande Manara, lakini pia anaonekana pia hajafurahishwa na namna ambavyo amekuwa akiendeleza vita chini chini baina yake na Ali Shaban Kamwe, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga. Mtazamaji na msikilizaji wa Nakivona Media, hivyo ndo vitu vya kimichezo ambavyo nimejaribu kukuletea vinavyohusisha mchezo wa kombe la muungano 2026, ambalo kombe hili lilishirikisha vilabu vinne kutoka Tanzania bara, ambao ni mabingwa Simba. Yanga bingwa mchezo msimu uliopita ambaye amevuliwa ubingwa na klabu ya Simba, lakini pia alikuwepo Singida pamoja na Azam FC. Na kwa upande wa Tanzania visiwani, Tanzania Zanzibar, alikuwepo Mafunzo, ilikuwepo pia usisahau Mlandege, lakini pia usisahau alikuwepo Mwembe Makumbi, lakini pia alikuwepo KVZ. Hao ndio timu nne kutoka visiwa vya Zanzibar ambavyo walishiriki kikamilifu kwenye mashindano ya 2026. Tupo hapa kwa udhamini mzito kabisa. Usisahau si wengine ni City Institute of Health Dar es Salaam. Chanika ndipo wanapopatikana, lakini pia tupo na masuala ya kupendeza na urembo. Unaweza kuwaona Queen Cosmetics, hao pia wapo Dar es Salaam. Lakini usisahau Beges Logistic, hao ni miamba kabisa kwa wewe kukuletea mzigo wako kutokea nje ya mipaka ya bara la Afrika, lakini pia mzigo unakufikia mpaka mlangoni kwako na bei utapanga wewe mwenyewe. Hii ni sauti ya Isike Fred the El Capitano. Mzigo nipe chafu nikupe safi, ukinipa nyeusi na kupa nyeupe inong'aa kama tishu, kitema kushoto nafukia kulia. Hello tena, hadi wakati mwingine, nazima gunzi.